Sio wazo zuri hata kidogo kufanya highline ama mid place, yani kukabia juu ama kukabia kati, kama hauna aina hizi tatu za wachezaji. Moja, washambuliaji ambao wapo tayari kuweka pressure kwenye mpira. Waangalie Polisi Tanzania, timu nzima ipo katikati ya uwanja, maana yake kuna nafasi kubwa nyuma ya migongo ya walinzi. Washambuliaji walipaswa kwenda kuweka pressure kwa Okelo, Baka na Asinki ili kuwanyima muda na nafasi wa kunyanyua kichwa na kuchagua pasi kwenda nyuma ya migongo ya walinzi. Ukichelewa ama kusinzia kama hivi, umekwisha. Mbili, usifanye highline kama hauna walinzi wenye kasi. Hata kama unaweka pressure kwenye mpira, kuna wakati mpinzani atafanikiwa kucheza mipira mirefu. Kwa hiyo unahitaji walinzi ambao wanaweza kukabiliana na washambuliaji wenye kasi ili washinde mpira wa kwanza na hata wa pili. Goli la 3 Depo alimshinda kasi Geoffrey Kwanza. Goli la 4 Okelo alimshinda kasi Tungu Kashinje. Goli la 5 Okelo alimshinda kasi Baraka Mwambule. Ulikuwa na haja ya Polisi Tanzania kuendelea na highlight. 3, sweeper keeper. Kama hauna goalkeeper ambaye ni mwepesi kutoka kwenye lango ili kusafisha mipira inayodondoka nyuma ya migongo ya walinzi, upo kwenye hatari ya kupoteza mechi. Swali langu leo, chukulia wewe ni kocha ambaye unaamini katika falsafa ya highline, then unakwenda kukabiliana na timu ambayo inakuzidi ubora, mfano kama ilivyokuwa kwa Polisi Tanzania na Young Africans. Utaisaliti falsafa yako na kurudi kwenye low block, ama utakomaa na falsafa yako? Kama utaisaliti, comment nitaisaliti, au kama utakomaa na falsafa, comment na komaa. Sio mbaya ukitoa maelezo mafupi. Mimi naitwa Joel Kweche, #lielewe soka.